Dira, ahadi na msingi wa utekelezaji. Kituo shindanishi cha uchumi na kikanda hususan katika sekta ya uvuvi wa kisasa. Kuna mji unaotoa ajira zenye tija kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, manispaa yenye huduma bora kwa jamii, elimu ya afya, miundombinu rafiki ambao ni barabara pamoja na uwanja wa ndege, ambapo uwanja kwa sasa taarifa rasmi kutoka Wizara ya Uchukuzi umeisha kamilika 100%. Sasa hivi wanamaliza maxi na kuleta watu wa TAA kwa ajili ya uongozaji wa ndege, na test flight itaweza kufanyika mwezi ujao haraka iwezekanavyo, na uwanja wetu utaweza kufanya kazi. Mafanikio kwa kipindi cha siku 100: kuchochea ukuaji wa uchumi na uwekezaji, ambapo kazi zilizofanyika ni taasisi yake kuhakikisha uwekezaji katika maeneo ya Musoma mjini yaliyokuwa hayajaelekezwa kwa muda mrefu, yametelekezwa. Niliratibu katika ziara naibu waziri wa mipango na uwekezaji Dr. Pius Chaya, na katika hilo hapa ndo tuna kiwanda chetu cha Mutex kilichopata huyo mwekezaji pamoja na New Musoma Hotel. Katika manufaa kwa wananchi, kupitia juhudi hizi wananchi wa Musoma mjini watanufaika kwa kupata fursa ya ajira, kuongezeka kwa kipato cha kaya na kuimarisha kwa biashara ndogo ndogo zinazozunguka maeneo ya uwekezaji. Kwa ujumla inatarajia ajira 1000 za moja kwa moja zitazalishwa, ajira 200 zisizo za moja kwa moja zitazalishwa, na pia zaidi ya milioni 500 zitaongezeka katika mapato ya manispaa yetu. Katika kipindi cha siku 100 uwekezaji katika sekta ya uvuvi, niliandaa mikakati ya kuwavutia wawekezaji katika sekta hiyo kwa njia ya vizimba. Nilifanya majadiliano ya awali ya ujenzi katika kiwanda cha samaki na uwezekano wa kuanzisha kiwanda pia cha kuchakata chakula cha samaki. Manufaa kwa wananchi: shughuli hizi zinatarajia kuleta ajira kwa vijana, kuhakikisha upatikanaji wa soko la samaki na kupunguza gharama za chakula cha samaki. Vizimba 100 vya samaki vinatarajiwa kuanzisha ndani hadi mwaka wa fedha 2026-2027. Ajira 240 zitazalishwa na tani 420 za samaki zinatarajiwa kuchakatwa kwa mwaka. Huduma za kijamii na ustawi katika maendeleo ya moja kwa moja, nimefanikiwa kupata kwa huduma zifuatazo za jamii. Kazi nilizozifanya: tulikuwa na changamoto ya gari la wagonjwa ambulance, niliweza kuomba Wizara ya Afya na gari hilo liliweza kupatikana, na sasa hivi wananchi wa Musoma hawana changamoto tena kupitia hospitali yetu ya manispaa. Niliweza kupeleka watoto 50 kama nimesema hapo awali, watoto walioenda kwenye akademi za michezo pamoja na kusaidia watoto vifaa. Manufaa kwa wananchi: upatikanaji wa huduma za afya za dharura kwa wakati, kuongezeka kwa vijana wenye ujuzi wa kujiajiri, kupungua kwa hatari ya wanafunzi kutoroka na kuacha shule, kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Maeneo soko la muda la Nyasho, nilisikiliza kero ya umeme, maji, taa, maegesho na kuzitatua kwa kushirikiana na MUWASA, TARURA pamoja na TANESCO. Mwalo wa Makoko nilisikiliza kero zao, pamoja ni kero ya barabara pamoja na choo, na hivyo tuliweza kujadiliana kwa pamoja na tushatoa maelekezo kupitia hela zetu za mfuko wa jimbo ambazo Mheshimiwa Mato anaongelea. First priority itaenda Mwalo wa Makoko, alafu tutawafikiria wananchi wa Mwisenge pia. Vituo vya michezo niliweza kutembelea vituo 11 ambapo nimeweza kushirikiana kwa karibu na viongozi wanaomiliki sport centers hizo. Yote ni kwa sababu katika ilani yetu Mheshimiwa Rais ameipa sekta ya michezo kipaumbele na anakuja kujenga na academy katika jimbo la Musoma mjini. Hivyo kabla academy hazijaja, basi tuwe tumetengeneza fursa kwa vijana wetu wao wameshaanza kuwa sorted mapema, sio tusubiri chuo kifike alafu vijana wetu waweze kukosa fursa hiyo. Katika uwakilishi bungeni niliweza kuongelea kiwanda cha Mutex
na Msoma Hoteli. Niliweza kuongelea pia kuanzisha kwa maeneo maalum ya uwekezaji SEZ, upatikanaji na usimamizi wa mikopo ya vijana kwa vizimba, changamoto ya mikopo ya 10%, pamoja na uwanja wetu wa ndege kama nilivyosema. Na pia niliweza kuchangia kwenye swala zima la marejesho ambayo yamekuwa changamoto ya milioni 543 na serikali iko mbioni kufuatilia fedha hizo. Katika uandaaji wa kongamano hilo liliweza kusaidia, na ndio hao watoto 50 tumeweza kuwapata kutoka katika kongamano lile, na ndio enda kuanza chuo katika chuo chetu cha VETA ili waweze pia kufanikiwa kwa kupata ujuzi. Katika utekelezaji wa majukumu yangu nilikumbana pia na changamoto zikiwemo taratibu ndefu za uwekezaji kwa wawekezaji wanaokuja katika manispaa yetu, na yote niliweza kushirikiana na wizara husika mipango na uwekezaji, na hayo yote yanaweza kuja kutatuliwa hivi karibuni. Mwelekeo wa siku zijazo, naendelea kutekeleza majukumu yangu kwa dhamira ya dhati ya kuwaletea maendeleo wananchi wa Musoma mjini. Katika kipindi kijacho nitaelekeza nguvu na rasilimali katika maeneo yafuatayo kipaumbele: uchumi na ajira kwa vijana, wanawake na makundi maalum. Nitaanzisha vituo vya kuongeza thamani katika mazao ya samaki na mazao mengine ya kilimo. Nitakuza wajasiriamali na vikundi vya vijana na wanawake kupitia mafunzo ya wajasiriamali. Lengo ifikapo 2030 kuzalisha ajira mpya 10,000, kuongeza mapato ya kaya angalau kwa 40%. Kilimo cha sasa cha uchumi wa bluu, nitaendelea kusimamia umwagiliaji wa kisasa na kuhimiza wafugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Nitaanzisha ushirika wa wakulima na wafugaji ili kuongeza tija ya masoko na kipato. Lengo ni kuongeza uzalishaji wa mazao ya uvuvi kwa 50% na kupunguza upotevu wa mazao hadi chini ya 10%. Huduma ya elimu na afya, nitashirikiana na serikali kuboresha makazi ya walimu ili kuongeza morali na ubora wa elimu. Nitaboresha huduma ya afya ya mama na mtoto kwa kuimarisha miundombinu na rasilimali watu. Nitaongeza udahili wa vijana katika mafunzo ya ufundi stadi ambao ni VETA. Kama nilivyoongea toka mwanzo na kipindi cha kampeni, kila mwaka nitapeleka vijana 50 waweze kupata mafunzo. Katika miundombinu, tutaboresha barabara zetu za mijini ili kuharakisha usafiri na biashara. Nitaboresha miundombinu ya masoko, hususan upatikanaji wa maji safi na vyoo bora. Tutaboresha usafiri wa maji katika Ziwa Victoria kwa kushirikiana na taasisi husika.